IHB Digital, haki na ukweli. Anasema mwandishi, why did rumors of coup sweep Ivory Coast this week? Kwa nini kumekuwa na tetesi za mapinduzi zilizoikumba Ivory Coast wiki hii? Anaandika, anasema mvutano kuhusu uchaguzi ujao ni sababu, na sababu nyingine ni kuzuiliwa kwa mgombea wa upinzani, nayo imezidi kuongezeka kwa hali ya vurugu katika nchi ambayo imeshawahi kupitia ghasia zilizozua vita baada ya matokeo ya uchaguzi. Hadithi za uongo za mapinduzi ya kijeshi katika taifa la Afrika Magharibi la Ivory Coast ziliibuka wiki hii, huku kukiwa kuna mvutano unaoongezeka kuhusu uchaguzi mkuu ujao wa Oktoba. Unajua uchaguzi wa Ivory Coast utakuwa siku moja na uchaguzi wetu. Oktoba 25 ndio kutakuwa na uchaguzi. Mwandishi anasema akaunti kadhaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwemo Facebook, X zilichapisha video za umati mkubwa wa watu mitaani huku majengo yakiungua. Video zinaonekana majengo yakiungua ambayo walidai yalitoka katika mji mkuu wa kibiashara wa nchi ya Ivory Coast, yani Abidjan. Hata hivyo, ukweli ni kuwa hakuna vurugu zozote zilizoripotiwa na vikosi vya usalama au mamlaka yoyote ya serikali katika jiji hilo wiki hii. Wakazi wa Abidjan pia walikanusha madai hayo kwenye mitandao ya kijamii. Siku ya Alhamisi, shirika la kitaifa la usalama wa mifumo ya habari la Ivory Coast, ANSSI, pia lilikanusha uvumi huo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya vyombo vya habari vya ndani, shirika hilo lilisema machapisho yanayosambazwa kwa sasa kwenye mitandao ya X yanadai kwamba kuna mapinduzi yamefanyika Cote d'Ivoire au Ivory Coast. Dai hili halina msingi kabisa, ni matokeo ya kampeni ya makusudi na inayoratibiwa ya kutoa taarifa potofu. Hofu kwamba Alassane Ouattara anaweza kugombea muhula wa 4 imeongezeka na imeongeza hali ya wasiwasi wakati huu. Nadhani sasa huyu analeta kile ambacho kilitokea mwaka jana Senegal. Nakumbuka Rais Macky Sall naye ilikuwa na ugomvi wake kina Sonko, ilikuwa na kina Faye, ilikuwa kuwa alikuwa hatamki kuwa nitagombea au sitogombea, lakini kwa dalili zote ilikuwa inaonyesha kuwa anataka kuichezesha katiba ili aweze kugombea, na ndio maana alihakikisha wapinzani wake wenye nguvu kama kina Sonko wakawa ndani. Sonko na mwenzake Faye, rais wa sasa wa Senegal. Kwa hiyo ukiangalia kama hii inataka kuendana nayo. Sasa Ouattara hajatangaza kuwa nitagombea au sigombei. Kwa hiyo hii hali ya wasiwasi, ingawa nchi ya Ivory Coast ina kikomo cha mihula miwili ya maraisi. Ouattara alishamaliza miwili. Sasa wakati anamaliza miwili kukafanyika marekebisho ya katiba mwaka 2016 kwa sababu aliingia 2010. 2016 wakati anaanza muhula wake wa pili yakabadilishwa. Kwa hiyo wakasema kuwa mihula miwili. Kwa hiyo mabadiliko ya katiba yalivyotokea haya mabadiliko ya katiba ni sawa na mabadiliko yaliyotokea Senegal. Ni hivi kwa sababu mabadiliko yalibadilika wakati akiwa kwenye muhula, na yeye akasema mimi si hesabu hii mihula ambayo ilikuwa imepita wakati mabadiliko hayajafanyika. Kwa hiyo mabadiliko ya 2016 yalibadilisha katika mihula yake. Kwa hiyo wafuasi wa rais wanahoji na wanasema wanamruhusu kugombea muhula wa 3 wa miaka 5 wa mwaka 2020. Kwa hiyo yeye muhula wa 3 aligombea ule wa 2020 ambao akasema kuwa kwa sababu mabadiliko yametokea tayari muhula mmoja ameshamaliza, halafu akawa wa pili. Kwa hiyo wakamruhusu ule wa 3, wakasema kuwa tunaanza kuhesabu kuanzia wa pili na wa 3. Sasa haijulikani kama wa 4 anataka kugombea, maana yake lazima aichezeshe katiba. Hoja hiyo pia inaweza kumuona kwenye karatasi za kupigiwa kura mwezi wa Oktoba. Licha ya kile wataalamu wanasema itakuwa ni hali ya kukatisha tamaa kisiasa nchini humo. Yaani nakuletea sababu kwa nini kuliripotiwa mapinduzi ya Ivory Coast, yani sababu zilizosababisha Ivory Coast hayo yatokee. Anasema tetesi za mapinduzi zilikuwaje? Anasema video zilizoonyesha mamia ya watu wakiandamana barabarani na kuchoma moto maduka, tena maduka makubwa, zilianza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii Jumatano wiki hii.
Kifaransa ndio lugha rasmi nchini Ivory Coast, lakini machapisho na blog nyingi zilizokuwa zinachapisha au zinadaiwa kutoa habari au habari zinazotajwa kuwa zinatoka Abidjan kuwa kuna mapinduzi, zilikuwa habari zinazoandika kwa lugha ya Kiingereza. Ndio maana mnarudi pale niliwaambia kuwa taarifa nyingi zilichapishwa kutoka Ghana na Nigeria, kwa sababu Ghana na Nigeria hawaongea Kifaransa, Ivory Coast wanaongea Kifaransa. Ndiko hasa taarifa zilikopikwa. Baadhi ya machapisho pia yalidai kwamba mkuu wa jeshi la nchi hiyo Lassina Doumbia alikuwa ameuawa na kwamba Rais Ouattara hakuwepo. Madai haya hayakuwa na ukweli na yamekanushwa na ofisi ya rais. Vyombo vya habari vya kuaminika, ikiwa pamoja na vyombo vya habari vya serikali ya Ivory Coast na vyombo vya habari vya kibinafsi, havikuripoti ghasia hizo ambazo zilidaiwa. Yaani taarifa zilikuwa nje tu ya Ivory Coast. Haijabainika jinsi uvumi kwamba Rais Ouattara alitoweka uliibuka siku ya Alhamis. Aliongoza mkutano wa kawaida wa baraza la mawaziri katika mji mkuu. Pia alihudhuria hafla ya kumkumbuka rais mstaafu Felix Houphouët-Boigny pamoja na rais wa Togo Faure Nasibe. Sasa wanauliza, yani kwa nini? Unajua hili kwa nini limekuja? Yani hii taarifa zile rumors zimekuwa kali, yani kuwa rais, halafu watu wenyewe hawana habari, yani kwenye ile nchi kuwa wenye nchi hawana habari, lakini taarifa nje zimekuzwa kweli kweli. Niliona kuna taarifa ambazo zilikuwa zinachapishwa wanasema kabisa hii taarifa zilizothibitishwa. Mnakumbuka mliopo kwenye group la kuchati kule, mnakumbuka hizo taarifa zilirudi mara 3 mara 4, zinasema kuwa taarifa zilizothibitishwa rais wa Ivory Coast amepinduliwa, Alassane Ouattara. Hizo taarifa zilikuwa zinasema hivyo. Kwa hiyo uchaguzi mkuu ujao utafanyika Oktoba 25, ndio mzizi wa mivutano ya kisiasa nchini humo. Uchaguzi hapo awali ulikuwa na vurugu. Wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2010, mnakumbuka rais wa zamani Laurent Gbagbo alikataa kukabidhi madaraka kwa Ouattara ambaye alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Yaani huyu aliyopo madarakani alikataa kusema kuwa huyu kanishinda. Yani alikataa, yani huyu alifanya kama alivyofanya nani? Mnamkumbuka Rais Yahya Jammeh wa Gambia, alikataa matokeo baada ya kuona kuwa ameshindwa, akasema sijashindwa, na akavuruga matokeo kabla ya Senegal kuingilia kati. Lakini hii pia inakuja kufanana na tukio lililotokea wakati Macky Sall, aliyekuwa rais wa Senegal, alivyokuwa rais Abdoulaye Wade naye alikuwa hivyo, akigoma na siasa anaipeleka anavyotaka yeye. Macky Sall alisema kuwa, rais wa 4 wa Senegal Macky Sall anasema kuwa nikikaa hapo nitahakikisha nailinda demokrasia nchi kwa njia zote. Alivyokuja kukaa kwenye madaraka, yeye akawa zaidi Abdoulaye Wade na akataka kubadili katiba, yeye aendelee kugombea, akasahau kile ambacho alikuwa amekizungumza, mpaka baada ya shinikizo kubwa sana ndio akaja kuruhusu. Sasa unajua Bassirou Diomaye Faye, rais wa Senegal, amekuja kushika madaraka baada ya kutoka gerezani within week. Yani ametoka gerezani, ilikuwa ni wiki ngapi? Ilikuwa ni wiki 2 kabla ya uchaguzi ndio katoka gerezani. Sasa ukiangalia Ivory Coast pia unaona kuwa rais wa zamani Laurent Gbagbo alikataa kukabidhi madaraka, kumkabidhi Ouattara ambaye alitangazwa ni mshindi wa tume ya uchaguzi. Sasa baadaye mazungumzo ya kisiasa yenye mvutano yalishindikana, na hali hiyo hatimaye ikaingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mnakumbuka vifo vilivyotokea, silaha kubwa, huku vikosi vya Ouattara, huyu rais wa sasa Ouattara, vikisaidiwa na wanajeshi wa Ufaransa, vilizingira jeshi la taifa la Gbagbo. Ufaransa ni mkoloni wa zamani wa Ivory Coast, na Ouattara ana uhusiano wa karibu mno na Paris, na ndio moja ya sababu kubwa anashutumiwa sana na viongozi wengi au watu wengi wa magharibi mwa Afrika hawampendi rais wa Ivory Coast pamoja na rais wa Nigeria. Wanaamini kuwa hawa ni mamluki wanaotumika zaidi na magharibi. Kwa hiyo ndio maana unaona taarifa za kupinduliwa kwake zilikuwa zinapeperushwa sana na nchi zingine za magharibi, hasa wakifurahia hicho kitu. Takriban watu 3,000 waliuawa katika ghasia hizo, na Gbagbo alikamatwa Aprili 11 mwaka 2011 na kukaashiria mwisho wa mzozo huo. Baadaye alishtakiwa na kupelekwa kwenye mahakama ya ICC ya uhalifu. Alikutwa na hatia, baadaye akafutiwa uhalifu wa kivita. Mwaka 2019 alifutiwa kesi. Rahby Digital, haki na ukweli.